Lakini kama Mungu anaachilia ujumbe, kama Mungu anaachilia maelekezo, alafu wewe mwenyewe huelewi na yale maelekezo wala huelewi na huo ujumbe, kuna wakati utafika utasikia tena hiyo sauti. Kuna wakati utafika hautaona tena hicho ulichokuwa unaona. Ndio maana ni muhimu sana kujua namna ya kutembea vizuri kwenye ulimwengu wako. Maana kuna watu ambao wanaishi maisha ya ajabu sana leo, lakini walionyeshwa vitu kadha wa kadha kwenye ulimwengu wa roho, wakawa watu wa kupuuzia mambo. Shalom. Shalom. Kuna mambo ambayo yanajitokeza kwenye ulimwengu wa roho wa mtu mara kwa mara, lakini yanapojitokeza mara kwa mara, huyo mtu anaona kama ni kawaida. Yani ameshachukulia ni kitu cha kawaida, yani vitu kama hivyo kutokea ni kawaida sana. Yani haoni kama, yani alishazoea, yani ni ndoto ambayo ameshaizoea kwa sababu anaiota mara kwa mara, mara kwa mara. Kuna kipindi itafika hautaona tena hiyo ndoto, wala hutaona tena hicho kitu ulichozoea kukiona, kwa sababu kila jambo lina wakati na majira. Sema kila jambo lina wakati na majira. Sema kila jambo lina wakati wake na majira yake. Sema tena kila jambo lina wakati wake na majira yake. Haleluya. Kwa hiyo kipindi fulani kikipita kwenye maisha yako, sio rahisi kama ukuelewa zile jumbe ambazo Mungu aliziachilia uje ukazipate baadaye. Sio rahisi. Fikiria kwa mfano, ninyi mlioko hapa, kuna watu labda ambao Mungu alitaka wawe viongozi katika nchi, na sasa hivi umri wao umeenda sana, hawawezi tena kuwa viongozi. Lakini Mungu aliwaonyesha sana kipindi kile cha nyuma, tutafanyaje ili waweze kuwa viongozi sasa. Inawezekana tena, majira yamepita, lakini kuna kipindi kile ambacho Mungu alikuwa anakuonyesha mara kwa mara, ndio kipindi ambacho ulitakiwa uchukue hatua. Lakini ukishachelewa, hilo nalo linakuwa limepita. Neema huwa hairudi. Upako unaweza ukarudi, lakini neema haiwezi kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neema ikitoka imetoka. Shalom. 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 Kwa Mungu unena mara moja na hata mara mbili au napo mtu hajali. Viko vitu ambavyo Mungu amekuonyesha vingi, lakini labda havijatokea kwa sababu hukujali. Na kama hukujali, kulikuwa hakuna uwezekano wote wa hayo mambo kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie tena andiko lingine katika kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 2 mstari wa 1. Tuangalie andiko lingine. Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, ndio mstari wa 2, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Mstari wa 3, basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Subiri. Mstari wa kwanza anasema alipozaliwa, mamajusi walikuja wakauliza yuko wapi aliyezaliwa. Pointi ya msingi, walijuaje? Haleluya. Walijuaje kuna mtu amezaliwa alafu wamejua mpaka alipozaliwa wameenda kumtafuta? Bila shaka hawa mamajusi walikuwa wamemaster sana mambo ya rohoni. Mamajusi hawa wanaonekana walikuwa wanajua sana mambo ya rohoni, kwa sababu walijua amezaliwa mfalme na wakajua location, wakasafiri mpaka kwenye hilo eneo wakaanza kuulizia. Haleluya. Haleluya. The same, hata wewe Mungu anaweza kukuonyesha kwenye ulimwengu wa roho kwamba uko Marekani na kuna kitu unakifanya Marekani.
na anaweza akakuonyesha kabisa eneo ambalo upo, yaani ukaona kabisa. Hata mimi Mungu alishanichukua mpaka mahala fulani kule Marekani, alishanipeleka mpaka California, nikawa natembea naonyeshwa. Sasa nilichokuwa nilikuwa naona magorofa makubwa sana, natembea naonyeshwa. Sasa ile juzi nikawa nimepewa hint kwamba kuna mwaliko ambao napewa kwenda Amerika. Sasa sijajua ni lini, lakini ngojea saa ya Bwana. Sema amen. Sema amen. Lakini jambo hilo Mungu alishanionyesha kule nyuma. Akanionyesha, akanipeleka kabisa, akanionyesha maeneo. Haleluya. Mtu wa rohoni hujachua yote, wala yeye hatambulikani na mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu kuangalia tena kitabu kile cha Mwanzo. Tuangalie kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 18. Sura ya 18 mstari wa 12. Mwanzo sura ya 18 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha kwa bwana wangu mzee. Niwapo mkongwe nitapata furaha kwa bwana wangu mzee. Sara akacheka. Hebu rudia, Sara akacheka wapi? Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake. Akacheka moyoni. Mambo ya ulimwengu wa roho haya. Yaani Sara amecheka moyoni na Mungu amechua Sara amecheka moyoni mwake. Haleluya. Sara amecheka moyoni mwake. Kuna haja ya kuelewa mambo ya ulimwengu wa roho ili iweze kukusaidia kujua Mungu anataka nini kwa wakati gani, Mungu anataka ufanye nini kwa wakati gani. Unajua, niliwahi kufundisha hapa nikasema ili mtu afanikiwe kuna kanuni 4 za kuzingatia. Afanye kitu sahihi kwa wakati sahihi na mtu sahihi mahali sahihi. Unaweza uko unafanya kitu sahihi lakini unayefanya naye sio mtu sahihi, uwe na uhakika utafanikiwa. Unaweza uko unafanya kitu sahihi lakini majira sio sahihi, uwe na uhakika utafanikiwa. Unaweza uko unafanya kitu sahihi lakini mahali ambapo sio sahihi, hautafanikiwa vile vile. Sasa unapata maono au ndoto, lazima uelewe majira ya hicho Mungu anachokuonyesha, ili kusitokee misunderstanding ambayo itapelekea kwa namna moja au nyingine ushindwe kutimiza kusudi la Mungu ambalo anakuonyesha. Kwa mfano, Mungu anakuonyesha kwa habari ya kuhubiri Injili. Kipindi hicho ukiwa kijana, ukawa unapuuzia, tumezoea hiyo ndoto, umezoea ukawa mzee. Ulipokuwa mzee sana, unakuja kukutana na nabii anakuambia wewe ulikuwa mhubiri na hukuhubiri. Anakuambia kutuhukumiwa. Kwa mfano, anakuambia kutuhukumiwa. Utafanya nini? Kwa sababu haifai kurudisha nyuma umri wako ili ukaanze kuhubiri sasa. Lakini Mungu alikuonyesha kipindi kile ukiwa kijana ili utumie nafasi hiyo kufanya hiyo kazi ya Mungu. Lakini kwa sababu ulikuwa huna ufahamu au ulikuwa unapuuzia mambo ya rohoni, sasa haiwezekani tena kufanya. Muda umepita. Ndio maana kila kitu lazima uzingatie muda. Paulo anasema tuenende kwa kuukomboa wakati. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi yako mazuri. Aina ya pili ya ndoto ni ndoto zinazotoka kwa shetani. Aina ya kwanza ya ndoto ni ndoto inayotoka kwa Mungu, lakini aina ya pili ni ndoto inayotoka kwa shetani. Hebu sema ziko ndoto zinazotoka kwa shetani. Sema tena ziko ndoto zinazotoka kwa shetani. Okay. Tukiangalia kitabu kile cha Yeremia sura 23 mstari wa 32. Yeremia sura 23 na ule mstari wa 32. Neno la Mungu linasema, tazama mimi ni juu ya hao wanaotabiri ndoto za uongo
asema Bwana, na kuzisema na kuwakosesha watu wangu kwa uongo wao na kwa majivuno yao na upuuzi. Lakini mimi sikuwatuma wala sikuwapa amri, wala hawatawafaidia watu hawa hata kidogo, asema Bwana. Amen. Sema na kuwakosesha watu wangu kwa uongo wao na kwa majivuno yao upuuzi. Lakini mimi sikuwatuma wala sikuwapa amri, wala hawatafaidia watu hawa hata kidogo, asema Bwana. Kuna ndoto za uongo. Kwa mfano, unaweza ukawa upo karibu sana na mtu fulani ambaye anakuombea, akafanya jambo fulani likakukwaza. Lilipokukwaza ukaenda ukalala usiku. Ulipolala usiku, shetani akatumia mlango huo wa kukwazwa, akakuletea njozi mbaya, akakuonyesha yule mtu anayekuombea ambaye kwa sehemu fulani alikukwaza, alafu ukaondoka na lile kwazo ukaenda ukalala. Akakuonyesha anakukimbiza au anakupiga au anafanya jambo lolote baya. Shetani anatumia mlango huo kwa sababu ya lile kwazo lililoingia ndani yako. Baada ya kukwazika, shetani anaweza kukuvamia kwa jinsi ya rohoni, kukutenga mbali na huyo mtu ambaye Mungu amemweka kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ukakurupuka ukasema, unaona Mungu amenionyesha, kumbe sio Mungu amekuonyesha. Anza kufikiri sana kabla hujaota hiyo ndoto. Ulikuwa katika mazingira gani? Fikiri sana. Kama ulikuja labda ukaongea na mtu huyo anayekuombea akakukwaza, labda ameongea jambo fulani likakukwaza, likakutia hasira, likakuhuzunisha, likakufanya ukawa huna amani ndani yako, ukaondoka ukaenda ukalala, shetani anaweza akatumia mlango huo kukushambulia na ukadhani kwamba ni Mungu, kumbe sio Mungu, ni shetani anataka kukusukuma mbali na Mungu ili usiendelee kunufaika. Anaona amefungua mlango mmoja, anaingia. Kwa maana tunaambiwa wala tusimpe ibilisi nafasi. Sema tusimpe ibilisi nafasi. Sema tena tusimpe ibilisi nafasi. Angalia sana, unaweza ukaja kanisani, ukawa huko kanisani hapa, mtu fulani akatokea huku ndani akakukwaza. Huku kwenye kusanyiko huku akakukwaza kabisa. Anapokukwaza ukasema kwanza siendi hata kanisani, ukakaa nyumbani. Kipindi hicho utashambuliwa sana na shetani, kukurudisha nyuma, kukudhoofisha. Ndio utaanza kuota mara unachomwa sindano, mara unakimbizwa na ng'ombe, mara unafanyaje. Shetani anakushambulia kweli kukudhoofisha, kukurudisha nyuma. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia mfano mwingine pia, akaniambia shetani ni mjanja, huwa anatega, anarusha kamba yake, anatega mtu mguu huu na mguu huu na mguu, alafu anavuta, akivuta watu wanaanguka. Yaani saa nyingine kuna maneno mengine unaweza ukayasikia, lengo lake sio kukujenga, lengo lake ni kukuharibu, lengo lake ni kukuvunja moyo, lengo lake ni kukurudisha nyuma. Haya ni mambo ya shetani. Kwa hiyo kuna ndoto nyingine usiangalie sana. Niseme hivi, kwa mfano, umelala usiku ukaota unakula nyama nzuri kabisa, imepikwa na ulikuwa unakula hapa kanisani. Na mwingine akalala akaota anakula nyama mbichi, lakini huko makaburini. Hizi ni ndoto mbili tofauti. Hii moja inatoka kwa Mungu, lakini moja inatoka kwa shetani. Sasa maana ya kula ni nini? Hiyo ndio pointi ya msingi, kwamba kula ina maana gani, ukilishwa kitu ina maana gani kwenye ulimwengu wa roho. Unapoota ndoto kwamba unakula kitu, manake kuna jambo jipya unaingiziwa ambalo hukuwa nalo, au tabia mpya unaingiziwa ambayo hukuwa nayo. Kama ulikuwa unalishwa na mtumishi wa Mungu, labda tuseme labda umemuota TB Joshua anakupa mkate, au umemuota Mwakasege na kuingizia kitu kipya au tabia mpya au uwezo mpya ambao hukuwa nao. Labda ulikuwa ni mtu
ni mtu umeokoka siku za karibuni, unakuja kanisani, unajifunza neno, lakini ulikuwa huna uwezo wa kuomba. Sasa Mungu amekuingizia nguvu, amekuingizia kitu kipya, utaanza kujikuta unaomba vizuri. Lakini ulikuwa ni muombaji, sasa Mungu anataka uanze na kuona, anakuingizia kitu, macho, unaanza kuona jinsi ulivyokula kile kitu, kuna kitu kipya kimeingia ndani yako. Lakini unalishwa manyama mabichi, damu mbichi unakunywa huko makaburini huko. Shetani anakuingizia vitu vibaya kwenye maisha yako. Ndio hapo utakuja kushangaa, tangu ulipokula unaanza kujikuta huwezi kuomba tena, huwezi kusoma tena neno, unajisikia kuchoka tu kila saa. Mara unaanza kuja kusikia tumbo linakuuma, mara unaanza kusikia gesi ambazo zielewi tumboni, mara unakuja kusikia una uvimbe. Kumbe ni yale mavitu ambayo ulitengenezewa kwenye ulimwengu wa roho. Maana kumbuka, ulimwengu wote unaonekana, vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana vimefanywa kwa uweza wa roho. Haleluya! Kama roho ambaye ni Mungu aliweza kuniumba mimi, akaumba miti, akafanya vitu vyote, hata kukuingizia kitu kipya ndani yako, ana uwezo huo. Amen. Ndio maana anaweza kuponya. Ndio maana anaweza kuponya kwa nguvu zake ambazo hazielezeki. Lakini shetani ambaye ni roho naye anaweza kumuingizia mtu kitu, na kile unachoelekezwa ukikifanya kitakuletea madhara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ushirika kati ya walio hai na wafu. Hakuna ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukiota ndoto kwamba unatokewa na watu walishakufa, hata kama ni shangazi, hata kama ni mama, hata kama ni babu, hata kama mlikuwa mnapendanaje, lazima uingie kwenye maombi ya kujitenga na wafu. Jitenge na jeshi la wafu. Sema amen. Sema amen. Okay, tusome pale Zekaria sura ya 10 ule mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, kwa maana vinyago vimenena maneno ya ubatili, na waaguzi wameona uongo, na wameleta habari za ndoto za uongo, wafariki bure. Kwa sababu hiyo waenda zao kama kondoo wateswa, kwa sababu hapana mchungaji. Amen. Wameona ndoto za uongo, waenda zao hivyo kwa sababu hakuna mchungaji. Hebu sema hapa ipo mchungaji. Sema hapa ipo mchungaji. Sema Yesu ni mchungaji mwema. Sema tena, Bwana Yesu ni mchungaji mwema. Fanyia kazi. Chunguza kwanza hali uliyokuwa nayo kiroho kabla kupata ndoto hiyo. Ulikuwa na hali gani? Je, ulikuwa na kwazo lolote? Je, ulikuwa huyo mtu kuna namna fulani mlikuwa mmekasirikiana? Kuna mambo alikuudhi? Shetani anatumia mlango huo kukuonyesha vitu ambavyo ni vya kukuvuruga akili zako, kukurudisha nyuma. Alafu kisha rudi nyuma wewe ukiwa unafikiri kwamba ni Mungu amenionyesha. Shetani anachekelea tu, anasema nimelipata leo. Leo limepatikana hili. Kumbe alina akili kabisa hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwepo agent mmoja, aliingia kwenye kanisa fulani. Alipoingia kwenye lile kanisa, akakutana na mchungaji mwenye nguvu nyingi sana. Yule mchungaji akawa amemuombea, alikuwa na mapepo mengi. Yule agent akawa anashindana na ile nguvu, uwezo wa Mungu, akawa anashindana nao. Alikuwa na nguvu sana huyo agent. Lakini yule mtu mchungaji wa Mungu, yule mchungaji ambaye ni mtumishi wa Mungu, akamshinda yule agent. Alipomshinda, akarudi kuzimu yule agent. Akapewa mbinu nyingine. Akaambiwa, sasa huyu mtu kwa nguvu zake alizokuwa nazo sio rahisi kumshinda, lakini tumia plan B. Plan B ilikuwa hivi: antokee kwenye ulimwengu wake wa roho. Yaani shetani atengeneze mazingira fulani ya kumuona kwenye ulimwengu wake wa roho, alafu wamuone kama vile anamsaidia ili kumvuta karibu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo binti alikuwa ni mzuri sana sana sana. Kuzimu inapopambana na watumishi wa Mungu, kutumia wanawake ambao ni wazuri sana. Kuna maadui watatu
wa watumishi wa Mungu. Adui namba moja wanaita kitaalamu, wanaita 3Gs. G tatu. G ngapi? Tatu. G ya kwanza gold. Gold ikimaanisha fedha, utajiri. Usipokamatwa kwenye gold hii, utakamatwa kwenye G nyingine. Usipokamatwa kwenye hii G, utakamatwa kwenye G ya pili. G ya pili inaitwa glory. Glory ni utukufu, kwamba ninapoombea watu wakafunguka hapa wakapata watoto, watu waliokuwa na kansa wanapona, naanza kusema kama sio mimi wewe ungekuwa wapi wewe? Kama sio mimi wewe ungekuwa na mtoto wewe? Sasa hii najichukulia utukufu wa nani? Wa Mungu. Nataka mimi nisifiwe. Yaani mtawaona tu, mtawatambua tu, wanapenda kusifiwa wao. G ya tatu ni girls, wanawake. Na kama ni mwanamke, mtumishi mwanamke, itakuwa wanaume. Hii ni mbinu ya tatu. Shetani akikukosa kwenye hizi mbinu tatu, atakuja mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Ataanza kukutafuta mwilini, maana huko amekushindwa. Sasa akatumia plan B. Haleluya. Akamtokea ndotoni, alafu ikatengenezwa mazingira na shetani kwamba yule mchungaji akajiona alikuwa kwenye shimo. Alafu alipokuwa kwenye shimo, watu wa kanisani kwake wakawa wanapita kwenye ile shimo. Ile shimo alikuwa anatembea akadumbukia kule ndani. Sasa wanapita wakina Rich pale, anamwambia tafadhali nisaidie. Rich anamwangalia anaondoka. Anapita Filipo pale, anamwambia Filipo nisaidie. Filipo anapita anaondoka. Anapita Daudi, anamwambia Daudi bwana nisaidie. Daudi anamwangalia anapita anaondoka. Watu wa kanisani wakawa wanapita wanamwacha wamsaidie. Sasa yule dada akaona yamepita pale ndotoni huko, akawa amepita pale kwa maringo sana. Akamwona, oh pastor, sorry, oh can I help you? Sema yes help me. Pastor anasema akashikwa mkono na yule agent, akamtoa kwenye shimo. Alipomtoa kwenye shimo, ndoto ikaishia pale. Akakumbuka mchungaji, akatafakari, akasema why this? Akupata majibu, akaenda ofisini. Alipokuwa kumekucha sasa asubuhi, akaenda ofisini. Akiwa ofisini akasikia mlango umegongwa. Aliposema welcome, fungua mlango na ule binti. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia nimekuja kukuona pastor, kuna mambo Mungu amenishirikisha, ameniambia nikusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ndoto ya mchungaji inazunguka wapi? Kichwa. Alafu amekuja mwilini, anamwambia kuna mambo ambayo Mungu ameniambia nikusaidie. Yule mchungaji alikuwa na changamoto kubwa sana kwenye ndoa yake, kubwa mno. Uone shetani jinsi alivyo mwerevu, lakini kwa Yesu yeye ni sifuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Alipo akamwambia kuna mambo Mungu ameniambia nikusaidie, nikae na wewe, tuwe tunaomba pamoja, niombee kanisa, niwe pamoja na wewe, tuwe tunafunga pamoja na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Mchungaji akasema now I understand. Kwa sababu Mungu alimwonyesha kitu siku alipokelewa. Yule dada akafanya, oh, alikuonyesha? Yes, yes. Oh my God. Akaanza kulia yule bibi. Oh my God. Akaanza kulia uongo tu pale, anajua alichokifanya, akaanza kuigiza analia pale. Maana shetani ni kiboko kwa maigizo. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji alipoona amelia ndio akaamini naye akalia pale. Wakaanza kuomba. Maombi yakaanza. Wakaanza maombi, yakawa maombi, yakawa maombi mpaka yakawa maombi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakafanya appointment ya kukutana kwenye hoteli moja.
wakaenda huko sasa kwa ajili ya kusudi la kuzimu. Sasa huyu binti amekaa na mchungaji kwa muda mrefu, walikaa nafikiri sio pungufu ya mwaka na miezi kadhaa, ili asishtukiwe. Shetani hana haraka, yani usifikirie kwamba eti anakuja leo ili akudhuru kesho. Mpango wake ni mpango wa muda mrefu sana. Wakaomba, dada kananena kwa lugha, kumbe hakuna chochote. Mwe makini sana. Alipoingia huko kwanza mchungaji akaambiwa aje. Sasa binti ndio akaenda akashirikia mazingira nini. Yule mchungaji akaja pale kwa sababu ya jinsi ambavyo anajulikana yeye ni mtu mkubwa, akabadilisha style siku hiyo. Akavaa jeans, akavaa na t-shirt yake na miwani na kapero yake akaishusha mpaka hapo ili asijulikane. Akaenda mpaka kwenye ile eneo. Tabio njoo sefla, kaingia namba fulani, akafungua mlango akaingia ndani. Wakakaa ile walipokaa kitandani. Shetani akamuingizia mchungaji moyo wa zinaa. Ndipo alipojaribu kufanya alichotaka kufanya, yule jini akamnyonga pale kamu. Bwana Yesu asifiwe. Mission ya shetani ikawa imekamilika. Haleluya. Lakini tatizo hili lilianzia wapi? Ndotoni. So watch out. Kuna ndoto za shetani na kuna ndoto za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekanaje mtu ambaye alikuja na vibwengo, unamtoa pepo, leo anakuambia kwamba Mungu ameniambia tushirikiane. Alikuwa anajua kuna changamoto kwenye ndoa, akashirikiana naye mpaka huko sasa. Mtego umetengenezwa, anamsaidia kumtoa kwenye shimo ili kumuonyesha kwamba yani hilo shimo lilifananishwa na ile ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mwangalifu sana, sio kila ndoto unaweza ukaiamini. Lazima kuna vitu vya msingi vya kuzingatia ambavyo tutaviangalia. Aina ya tatu ya ndoto ni matokeo ya shughuli nyingi za dunia. Aina ya tatu ya ndoto ni matokeo, ni ndoto inayotokana na shughuli nyingi za dunia.